Huyu mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama ni kana kwamba umri wake unarudi nyuma. Ndiyo, ni kwa sababu ya kiwango bora anachozidi kukionyesha siku hadi siku, licha ya kwamba tayari kufikia tarehe 18 Juni kwa rekodi zilizopo ni kwamba ndio birthday yake, atatimiza miaka 35. Lakini kwa siku za mfululizo hivi karibuni ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa katika kiwango cha juu mno na kuisaidia kwa kiasi kikubwa timu yake katika kuwadhuru wapinzani. Wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons, Clatous Chota Chama aka mwamba wa Lusaka alifunga bao kali, bao la pili, akitumia vyema pasi kutoka kwa Alassane Maudo Kante, akimzidi maarifa golikipa George Musa Mbisa, lobbing shot iliyokwenda moja kwa moja wavuni kuiandikia Simba bao la pili, wakati Simba ikipata ushindi mnono. Mpaka yeye anatoka ilikuwa Simba tayari ina mabao manne, lakini hilo bao la nne lililofungwa na Ismail Olivier Ture lilitokana tena na kazi yake nzuri, safari hii akitoa assist kutokana na mpira wa kona. Chama hatimaye akatoka na badala yake akaingia Ladak Chasambi. Lakini ukiondoa mchezo wa leo hii ambao Simba walicheza vizuri sana dhidi ya Tanzania Prisons na kupata ushindi uliowafanya wafikishe pointi 49 kuendelea kuwa katika nafasi ya pili, lakini wakipunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara watengeneza wa jadi Yanga ambao hivi sasa wangali na pointi 54. Lakini Simba wakicheza vizuri sana. Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka alikuwa ni miongoni mwa waliong'ara sana. Lakini katika mechi iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara pale walipocheza dhidi ya JKT Tanzania, mechi tough, mechi ngumu kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Simba walishinda kwa bao 1-0. Bao hilo hakufunga mwingine isipokuwa ni yeye Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka. Mechi ya nyuma yake ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya watengeneza wa jadi Yanga, mechi iliisha kwa sare ya 2-2. Tunakumbuka vizuri mabao yote mawili yalimhusisha Clatous Chota Chama. Ndio kwa sababu alitengeneza bao la kwanza la dakika 3 lilofungwa Libasege kwa kazi nzuri kutokea eneo la kati, akitoa pasi ambayo Libasege alichofanya ni kuweka tu mpira wavuni. Lakini katika dakika ya 9 mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama akafunga bao lingine ambalo hili lilikuwa ni la pili kwa Simba baada lile la Libasege alilolitengeneza yeye, lakini safari hii akipokea pasi nzuri kutoka kwa Eli Mpanzu Kibisawala akafunga bao kali lilozua gumzo mpaka nje ya Tanzania, ikiwamo katika kituo cha televisheni kule nchini Marekani cha CNN. Ni mechi iliyoisha kwa sare ya 2-2, Clatous Chota Chama akishiriki kwa 100% kutoa assist, lakini pia kufunga bao la pili. Lakini kabla ya hapo mechi nyingine ya dabi ya Kariakoo iliyokutanisha Yanga dhidi ya Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, katika mechi ya fainali ya kombe la Muungano, mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama kwa mara nyingine tena ndiye aliyesababisha bao pekee, ndiye aliyesababisha mkwaju wa penalty ambao uliokuwa wavuni na Suleiman Mwalimu katika mechi ambayo Simba alishinda kwa bao 1-0 na kutoa taji la kombe la Muungano ambalo hapo kabla waliokuwa wakilishikilia ni watengeneza wa jadi Yanga. Lakini katika mechi hiyo ambayo Simba alishinda bao 1-0, bao hilo lililowekwa wavuni na Suleiman Mwalimu kwa mkwaju wa penalty ni matokeo ya kazi nzuri ya Clatous Chota Chama, zikiwa zimesalia dakika 2 kabla ya kuhitimishwa kwa dakika 30 za nyongeza katika mechi hiyo ambayo dakika 90 za awali zilimalizika kwa suluhu, ukiwa hakuna timu iliyofunga bao. Lakini baada ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons kaongeza akiba yake ya mchango wa mabao kwa ujumla, kwa sababu amefunga, ametoa assist. Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama yuko vizuri, na kikubwa zaidi hivi sasa namna anavyocheza Clatous Chota Chama, alichoongeza ni pamoja na uwezo wake wa kurudi nyuma kusaidia kazi ya kuzuia pindi timu yake inaposhambuliwa, na kwenye kushambulia bado amekuwa na makali yale yale ya siku zote, kwa sababu kabla ya mchezo dhidi ya Tanzania Prisons mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama alikuwa ameshaichezea Simba mechi 14, dakika 1111 akiwa amepiga mashuti 20, 12 yamelenga shabaha, kufunga mabao 5, assist 3, akichangia mabao 8. Lakini sasa baada ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambayo alitoka katika dakika ya 62, manake Chama ameshacheza dakika 1173, mechi 15, akifunga mabao 6, akitoa assist 4, na hivyo jumla akichangia mabao 10, kwa sababu katika mechi dhidi ya Tanzania Prisons Chama amefunga, ametoa assist kabla ya kutolewa na kuingia kwa Ladak Chasambi katika dakika 62, ikiwa ni muda mfupi tu baada ya kutoa assist ya bao la 4 ambalo hili lilitokana na mpira wake wa kona kwenda kuunganishwa moja kwa moja wavuni
na beki Ismail Olivier Ture aliyefunga bao la 4 la Simba katika sasa. Kile alichokionyesha, manake Chama amezidi kucement nafasi yake, kuimarisha nafasi yake ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker. Wote performance kwa Clatous Chota Chama. Je, ataendelea hivi kama ilivyo kwa wenzake ili Simba waendelee na ndoto yao ya kutaka kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kutaka kulitoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambavyo vyote hawajawahi kuvitia mkononi kwa misimu minne mfululizo iliyopita? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.